nafasi yake hasa ya kuendelea kupata ushindi na pengine kuenda vyema katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Ni mechi ambayo naamini pia itakuwa upande mmoja. Richard record pia uwe inambeba Kagera hususan anapokwenda kucheza na Simba. Nakumbuka kuna mechi ambayo Simba alikuwa anatakiwa kumaliza unbeaten kwenye msimu ule. Mgeni rasmi alikuwa ni rais wa awamu ya 5 kama unakumbuka. Simba akapoteza kwa idadi ya bao 1-0 na Simba akakosa penalty kwa. Inaweza ikajirudia ama unataka kusema nini? No, siwaoni. Unajua ile Kagera ilikuwa ni miongoni mwa Kagera ambayo ilikuwa na ubora mkubwa sana. Wachezaji wengi ambao wana experience. Hapa unazungumza watu kama kina Juma Kaseji walikuwa kwenye ubora mkubwa sana. Japo alikuwa na marizikia lakini alikuwa current form yake ilikuwa bora. Kwa Kagera hii sioni kama ina uwezo wa kwenda kwa challenge Simba Sports Club ambao wamekuwa na ubora mkubwa sana kwa siku za hivi karibuni. Ukiangalia Kagera kwenye ligi wamecheza michezo 29, wamefunga mabao 22 pekee. Kwa maana kwamba mabao 22 wamemzidi mchezaji wa Simba Jean Sharea wa mabao 7 pekee yake. Kwa unaweza kuona kwamba timu nzima imemzidi Jean Sharea wa mabao 7 pekee yake. Wakati Jean Sharea wa amefunga mabao 15, wao timu nzima wamefunga mabao 22. Kwa unaweza kuona kwamba ni namna gani ambavyo wamekuwa na changamoto kwenye eneo lao la kuweka mipira kambani. Lakini pia kwenye eneo lao la kuzuia ni miongoni mwa timu ambao wameruhusu mabao mengi sana nyuma ya Fountain Gate pamoja na Ken Gold. Wao ni miongoni mwa timu ambayo wameruhusu mabao mengi. Kwa maana kwamba timu ambazo zimeruhusu mabao mengi ni Fountain Gate mabao 55, mabao Ken Gold mabao 57, Fountain Gate mabao 55, wakati Tanzania Prisons na wao pia wameruhusu mabao 43, then wanafuata Kagera Sugar ambao wameruhusu mabao 40. Kwa unaweza kuona pia Kagera Sugar ni miongoni mwa timu ambao wana concede sana mabao. Wanakwenda kucheza na Simba Sports Club ambao wao wana vita ya kutaka kupambana kupata alama 3 kwenye huo mchezo ili kuendelea kutengeneza pressure kwa mtu ambaye anaongoza ambaye ni Dying Africans. Lakini pia issue ya pili ni Simba ambayo wachezaji wake wa idara ya ushambuliaji wanahitaji pia kuweza kufunga mabao mengi kwa ajili ya kuweza kujiweka katika mazingira mazuri zaidi ya kuweza kwenda kushinda kiatu cha mfungaji bora. Hapa unazungumza Jean Sharea wa ambaye amefunga mabao 16, bao lake moja alilofunga dhidi ya Ken Gold limemfanya kuwa na mabao 16. Kiachana na huyo pia Leon Rateba na mabao 13, then Steven Dese Mkwara na mabao 12. Kwa hiyo ukiangalia ni wachezaji watatu ambao wako kwenye race za kuania kiatu cha ufungaji bora. Kwa hiyo kwangu mimi kwa Kagera Sugar kwenda kumzuia Simba Sports Club kwenye mchezo wanahitaji kuweza kufanya kazi ya ziada sana ili waweze kupata angalau kupata sare. Wanahitaji kufanya vitu vingi bora. Na hicho kitu sikioni kwa Kagera Sugar kwa siku za hivi karibuni. Wamepunguza hali yao ya kujiamini, imepungua kwenye kikosi, lakini pia ni miongoni mwa timu ambayo imepungua ubora kwenye maeneo mengi zaidi ndani ya uwanja. Kagera Sugar ambayo identity yake ilikuwa utambulisho wake ni kucheza mpira, kuweka pasi chini, timu inacheza, lakini katika siku za hivi karibuni sio